Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu na neema ya Kristo Yesu vikiwa sisi sote sasa na hata milele. Naomba ukae. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Biblia inasema nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Na kuombea kwa Mungu ufikie kiwango hicho cha kufurahia ile saa 9 saa ya kusali. Maandiko nasema ilikuwa saa 9 saa ya kusali. Petro na Yohana walikuwa wanakwea hekaluni. Akiwa unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10 inasema ilikuwa saa 9 saa ya kusali. Kornelio alikuwepo kwenye magoti, ndipo malaika wakamtokea. Kusali kunakuleta karibu na Mungu, kunakuleta karibu na matendo makuu ya Mungu Baba kuanza kudhihirika kunako maisha yako. Lakini kigezo kiwe hicho, nilifurahi na kuombea kwa mengi au kwa machache ufikie kiwango hicho cha kufurahia saa ya kusali. Nakumbuka zamani wakati naanza maisha ya kumcha Mungu, ilikuwa sio kama sasa. Kidogo injili expand. Watu wanakwenda makanisani, wanajaa kwa manyumba ya ibada, kuna jambo wanalitafuta, ama kazi ama afya. Sio mbaya, bali ni sehemu ya ahadi. Lazima uchaji Mungu wetu, mrejesho wake uwe ni kuwa kichwa, kutokuwa mkia. Ndio mrejesho, baadhi ya mrejesho. Kuwa na afya nzuri, maana kwa sababu mche Mungu utakuwa na afya nzuri. Lakini sisi baadhi yetu tuliolelewa, nilikuwa na fly siku ya Jumatano ya ibada. Maana wa Assemblies na Pentecoste ibada zao zilikuwa Jumatano na Ijumaa. Nilikuwa wa kwanza kufika. Shauku yangu ilikuwa ni kwenda kumsikia mchungaji wangu Elia Ngobito anafafanusha maneno ya Mungu. Tulikuwa na lingine anafafanusha maneno ya Mungu, anaelezea habari za ufalme na ambavyo Yesu tarudi kuchukua kanisa. Hiyo ilikuwa sababu ya kuwahi ibadani kila Jumatano, ndio usiseme. Lakini wakati mwingine tunafunga safari, nasikia safari hii wazo shukuru atakuwa Mfindi vijijini. Naondoka Iringa mjini kwenda kusikiza tu maneno ya Mungu. Inawezekana wenda ndio maana tumefika umbali huu. Nami nakuombea wewe pia uwe una shauku na ile saa ya kusali, na Baba atakusaidia sana. Ndio maana tunaimba tembea na Yesu, ishi na Yesu. Kila siku angalau kwa saa moja, usikose dakika 5 au 2, hata 2 tu za kumkumbuka Mungu na kumtafakari. Kila siku yakitokea mema au mabaya, usikose dakika 2 ya kukumbuka kuna Mungu wa Biblia. Itakusaidia sana, kwa maana baraka hizi zimegawanywa, zinadhihirishwa kwa namna tofauti, na nyingi sana zimewekezwa kwenye mifumo. Nimesema tena, maana ndio ukweli kwenye maisha ya kila siku. Baraka za Mungu asipo kwenye matukio, zipo kwenye maisha yako ya kila siku. Ishi na Biblia, ishi na Yesu. Zinatonatona kama umande wa alfajiri,
lakini mwisho kile kikombe huwa kinajaa hizo baraka. Hazijagi kama tone tu ya umande wa asubuhi. Kadiri ambavyo yanatonoka juu ya maisha yako, mwisho kikombe kinajaa. Maana wagunduzi wa baraka hawakumjua Yakobo, ndio sababu ya kubarikiwa kwa siku moja. Maana wale wazee walikuwa ni watu wa kutafakari. Yakobo amefika leo baada ya miezi 5, 6, 7, hali yao ya maisha inabadilika. Hali yao ya maisha, mifumo yao ya mambo yao ya kilimo na uchumi vinaanza kuongezeka. Wale watu walikuwa ni watu wenye busara, Mungu aliwajalia. Wakatafakari, wakajua sababu ya sisi kuanza kuinuliwa ni huyu Mwebrania kuwa katikati yetu. Huyu Mwebrania amekuja na baraka. Hizi baraka Mungu amezileta kupitia Mwebrania huyu. Tunaelewana? Hazijagi tu. Ndio maana nikupe siri moja kubwa. Yako maombi waliomba wazee, hata wewe pengine wajui, miaka 200 iliyopita. Babu zako walikuwa ni watu wa Mungu, waliomba. Kizazi cha pili akikuona majibu, cha 3, cha 5, cha 4. Sasa bomba limejaa, bomu limekaribia kupasuka. Mungu anakutuma, nenda kwa Kakobe, nenda kwa Mwingira, nenda kwa Mamposa, nenda sio kwa nani, nenda sio kwa Suguye, ili aseme neno juu yako. Lile bomu la maombi ambalo lilitegwa miaka 30 iliyopita, anakwenda kulitegua. Ndio unasali nifika tu leo Mungu akanitokea. Wewe ndio katika mahesabu yako haiwagi leo. Haiwagi leo. Kuna mababa, kuna watu waliomba. Sasa baba anakutuma uende Taslo, ingia mjini huko Anania, ategue hilo bomu. So unaona hapa tunaombea fungu lote, tunaombea nchi yote kama fungu, kama furushi. Mungu ibariki Tanzania. Vile Mungu anaweza sijibu leo baada ya miaka hata 200 je, kama Yesu hajarudi. Hilo bomu likateguliwa. Wale watu wakajibiwa. Kwa akili yao wao wanafikiri ndio maana walipoenda pale ndio Mungu aliwajibu. Hakuna maombi Mungu anajibu hapo hapo, unaomba hapo anajibu hapo hapo. Haiwagi, haiko. Unasema papo kuwasaidia wenye mashaka. Lakini maombi yote ambayo Mungu anajibu ukisoma yalikuwa na kitambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukitaka wewe umuone Mungu, jenga kutembea na Yesu. Ukiishi na Yesu, hata unaanzaje mzopo kuishi na Yesu? Hata hilo nilokushauri, uwe dakika 1 kwa siku, hata 2 tu, kumbuka kidogo unarudisha moyo kwa Mungu. Ukiweza hata saa nzima, ukiweza hata siku nzima, unajiconnect na ule ufalme. Mwisho unaanza kuiva, unaanza kufanana na ule ufalme. Unajua unavyo ndivyo unakuwa. Binadamu anafinyangwa, anatengenezwa na mawazo yake na fikra zake za kila siku. Hello. Za kitabu cha Mathayo 28 na kuendelea. Tachambua kweli moja baada ya nyingine, na katika hizo Mungu atasema na wewe. Katika hizo Mungu atasema na wewe. Sema amen. Bwana asifiwe. Ile itikadi ya wahubiri wa manabii kuwaita mbele kuambia sisi naona uchawi, sisi wahubiri wa zamani tutaishinda tu, tutainua kwenye mioyo yenu, afu kanisa litarudisha kwenye misingi. Narudia tena, zile porojo za manabii kwa njoo mbele, sisi naona uchawi, njoo mbele, sisi naona jinyami alima, njoo mbele, sisi kuna kuku. Sisi wahubiri wa zamani ambao ndio tujenga misingi hii, tutashinda, tutang'oa huo ujinga na watu, na kanisa
utarudi kwenye reli ya Biblia. Kwanza tunapata sapoti ya mrejesho, kwa maana hizo ibada hazina mrejesho wa kweli, hazileti yale matumaini ya kweli. Wewe unajua, ingekuwa rahisi hivyo, ungeenda kwa nabii leo jioni, hata kesho nenda afa kutabiria hata mwezi mmoja, utabaki vile vile ulivyo leo, jana na milele, kwa maana hamna ukweli. Na maandiko yanasema chochote ambacho watu wakitumaini sana kwa watumainisha kikakosekana, moyo huingia pakanga, moyo huugua. Huyo mtu anakuwa mbaya kuliko yule ambaye hajawahi kuamini. Watu waanze kujifunza kujua imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ziki nyingi. Paulo alisema watu waanze kujifunza ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaouteka. Watu waanze kujifunza njia ya mbinguni ni nyembamba, wanapita kina Ayubu, kina Danieli tu na kina Elia. Waanze kujifunza maisha ya maombi sio shortcut, sio ndio njia ya kutokutazama wajibu, kutafuta kizingizio, sio shetani, sio uchawi, sio mzimu ya babu. Hakuna cha mzimu wa babu, ni wewe kuongeza tu ufahamu wa kumfahamu Bwana Mungu wako, ndivyo mema yatakavyokuijiria. Hakuna nabii yoyote duniani, Tanzania, Marekani, China, atakayebadilisha maisha yako kwamba kunakuwa asubuhi, kunakuwa jioni unabadilika maana alikuta mbele akutabiria. Hakuna. Hakuna. Tabia mzao pako, wewe mbona ulimtalisha dipele ukampa kazi ndani ya siku 21? Si nimekwambia hapa? Kaa mheshimiwa. Maombi yaanzagi hapa. Haikuwa siku ile. Mtu unajua vitu wa Mungu amewekeza ndani yako. Unajua wito wako, unajua agano lako na Mungu. Unajua agano lako na Mungu. Ndio unapata ujasiri. Kwa Mungu alizungumzia mwaka 88, 87 atanitumia kwa njia hii na hii na hii. Amen. Na pia Roho Mtakatifu anasema, lakini anasema sawa sawa na mashabiano ya Biblia. Baba anasema mwite mbele mtu yule, mwambie jambo hili iko. Lakini haiwagi ndio kila ibada kila siku ndio kila mtu ndogo na kitu ambacho Mungu atatumia kusema nawe kila siku, Biblia. Na wewe kujikita kuweka mizizi kwenye mifumo, utaona unachipuka, unastawi kama mtende wa jangwani, mwelezo wa Lebanon. Kwa hiyo ninaposema hizi kweli 7:8 ambazo nasema Mathayo 7, Mathayo 26, katika hizo Mungu atasema na wewe. Ni ujinga tu, kwa maana mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimesimama hapa, Mungu amenituma. Kwa Mungu anasema na wewe. Sihitaji kujipretend hapa kwanza mikwara. Kuna kitu Mungu anasema. Obvious, wewe umetoka nyumbani kwako, unajua nakwenda kanisani, kuna mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kusema na mimi. Wewe unajua hapa Yesu anasema na wewe kupitia mimi. Roho Mtakatifu anasema na wewe kupitia mimi. Nikutaje jina, nisikutaje jina, Mungu anasema na wewe. Kwa maana ya leo, kwa maana ya ujuzi, maarifa ambayo Mungu aliweka hapa kile miaka 50 iliyopita. Nilikwenda chuo cha Biblia, nikapewa maarifa na Mungu na mifumo Mungu ameweka. Mungu alimuita Jim Swaggart akaweka neno ndani yake, au Bonke au yoyote yule. Anaposimama huyo mtumishi anacheua kile ambacho Mungu aliweka ndani yake kwa ajili yako. Ukiamini mambo yanakuwa mswali. Ukitaka sarakasi sijui kwanza mpaka utaje majina ya ukoo wako, babu yako, utachelewa na utaibiwa. Siku hizi ajira ni ngumu. Watu wameamua kujiajiri wenyewe kwa njia ya huduma za maombezi, maana ajira ngumu. Wakati
Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakusanyika katika hekalu la kuhani mkuu jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije katuletea ghasia katika watu. Bwana asifiwe. Biblia haijasasa chochote. Hata kama mnamkamata mhalifu, lazima mjenge mazingira, msilete taharuki. Ndio niliwaambia wiki iliyopita, Biblia ndio anatumia CIA, mashirika ya ujasusi ya Amerika, Jesuit, mashirika ya ujasusi ya Waitaliano kuishika dunia. Kwa mnapotangaza ukamataji, lazima msilete taharuki katika watu ambao hawahusiki. Andae mazingira kukamata mtu ili msiumize ambao hawana hatia. Hiyo sio FBI. Mbona mnasinzia? Ni zimeni AC. Ndio. Biblia kitabu kina mambo mengi sana. Wanashauriana namna ya kumkamata Yesu. Lakini anasema ukamataji huu usije ukaleta taharuki. Sio kwenye sikukuu. Tuandae mazingira kumkamata na kumuua. Nafanya jambo la ukamataji bila kuharibu amani ya watu. Halo. Sio watu wanashangaa tu, inakuja defender inakamata watu, mioyo ya watu inaumia. Na kadhalika. Biblia hiyo ina CIA ndani. CIA ni shirika la upelelezi kubwa la Amerika, la ujasusi la Amerika, CIA. Liko moja ilikuwa Italy, kwa kubwa sana kwa Italiano. Na wengine nao dogo wanaitwa Jesuit, mashirika ya ujasusi ya kimataifa. Bwana asifiwe. Lakini Yesu, yako mambo mengi mwalimu alimuumiza moyo. Moja ni kusalitiwa. Watu wote Yesu aliwasamehe, lakini wasaliti hakuwasamehe. Alimsamehe Petro aliyemkana, lakini Yuda kumsamehe ilimuumiza sana. Nini maana ya usaliti? Usaliti ni mtu ambaye, kuna mnafiki na msaliti. Mnafiki anakuchekea hapa usoni tu, lakini moyoni hayuko na wewe. Hii sio mbaya sana, shauri yake. Lakini msaliti ni rafiki yako ambaye ulimimina siri zako kwake, ulizungumza mambo mengine ya wazi, mengine ya siri, afu anakubadilikia, anachange gia angani, anapeleka taarifa zako zote kwa maadui zako. Kama kuna dhambi ambazo Yesu kwazo alisikitika, ni dhambi ya usaliti. Mtu anakubadilikia, mtu unabadilika. Wengine wote mwalimu alisema hawajua tendalo, lakini huyu aliyenisaliti heri asingelizaliwa. Tuliomba wote huyu, nilimfundisha kuomba mimi huyu, nikamtuma aende kuhubiri Injili, nikampa idara muhimu kwetu ya kutunza fedha huyu. Leo anaondoa siri zetu, anapelekea maadui. Na sio tu Yesu, hata wale senashara waliposikia neno usaliti linatoka kinywani mwa mwalimu, na wao walishangaa, wakasema, nani anakusaliti mwalimu? Jambo baya kama hili, nani anatenda jambo baya kama hili? Sasa mmoja miongoni mwenu. Hata Yuda mwenyewe naye akajishakia mwenyewe, mwalimu, ni mimi? Yesu alikuwa na hekima ya kujibu, akasema, wewe unasema.
Yesu wa ajabu akachukua mkate, zawadi muhimu kabisa, akampa msaliti. Bwana asifiwe. Tabia na mienendo ya wasaliti ishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaamini wasaliti hawatakosekana, lakini Baba tuokoe na makucha yao. Baba tuokoe na ubabe wao na njia zao, yale mambo ambao wanatutenda kwa siri bila sikujua. Baba tuokoe na hiyo sumu, maana maandiko yanasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Watu watakuwa kujipenda wenyewe, wasiotaka suluhu, wasiosamehe, lakini wasaliti. Wasaliti hawatakosekana siku za mwisho. Tunafanyaje? Mungu tuokoe na wasaliti. Bwana asifiwe. Lakini Mathayo 26, Yesu alikwenda katika nyumba ya Simeoni. Palikuwa na mwanamke mwenye roho ya utoaji, amebeba kibweta cha marhamu ya samani kubwa. Akamkaribisha Yesu yule marhamu chakulani, akaketi. Wanafunzi wake walipoona wakachukizwa, ni kwa nini upotevu huu? Maana marhamu ile ingeweza kuuzwa kwa fedha nyingi, wakapewa maskini. Zilikuwa ni siku za mwisho za Yesu kukaa duniani. Amebakiza kama siku 4 tu 5 auawe. Hii ni moja matukio ambayo yalitendeka mwisho wa maisha ya mwalimu. Amekwenda katika nyumba ya Simeoni. Kuna mwanamke mwenye roho iliyopondeka, roho ya kumcha Mungu, roho ya utoaji, anamimina magotini pa Yesu cha samani, marhamu ya gharama. Ndio maana mtu anaweza kusema neno zuri lakini kwa nia mbaya, na mwingine akasema neno baya kwa nia nzuri. Hao wanafunzi wanaongea neno zuri lakini kwa nia ovu. Wanasema marhamu ingeliuzwa hii, wangepewa maskini, kumbe wanaumia. Hii ganji hii ganji babu kubwa hii ingeuzwa tungepata ganji hapa. Na mmoja anayesema ni Yuda, anajua ingeuzwa hii ganji ingeingia kwenye mfuko wa hazina, naye ndio mtuza hazina. Maandiko sasa alikuwa naiba zile sadaka Yuda Iskariote. Haleluya. Lakini mama alituacha samani kwa ajili ya kuandaa maziko ya Yesu. Yesu akasema mwacheni atende, maana naandaa maziko yangu. Unajua maiti wanapuliziwa perfume kuondoa ile harufu mbaya. Mama alikuwa mtoaji. Ndio maana maombi na utoaji wa sadaka lazima viambatane. Utoaji wa sadaka ulioelekezwa na Biblia. Kuna utoaji wa kidini. Kila kanisa, madhehebu hizi zina utoaji wake, lakini utoaji ambao unamgusa Mungu ni ule ambao yeye mwenyewe katika Biblia ameuelekeza. Tusiokote tu utoaji sio wa Protestanti. Nataka utoaji ule ambao Baba ameuelekeza. Huo ukiambatana na maombi kumgusa Mungu. Unamwona Kornelio alikuwa mtoaji pia muombaji. Vyote hivi lazima vitembee pamoja, kutoa sadaka na kuomba Mungu. Na Baba anakiri kwamba maombi na sadaka zako zimefika mbinguni. Huyu mama alimina marhamu, ni kama namtoa Isaac, mzao wa pekee, miguuni pa Yesu. Ndio kule Baba anasema unapotoa sadaka usitoe sadaka kilicho kinyonge. Usitoe sadaka kinyonge. Anasema chochote kinyonge msilete nyumbani mwangu. Msilete sadaka kondoo mlemavu. Kile ambacho ukihitaji usimpelekee Mungu. Pelekee Baba kile ambacho unakihitaji. Haleluya. Kivipi utajuaje hiki mimi nakihitaji? Mungu kitamgusa. Ni kile ambacho ukitoa unasikia moyo unatikisika. Kama wiki 2, 3, 4, 5 nilikuwa nalipia mambo ya huduma. Natakiwa ni sign hela nyingi sana, mamilioni ya fedha ili zitoke zende huko. Nikaenda nikachukua hizo fedha, kabla sijawapa roho inaniuma. Nikamwambia wale ambao kuja kuchukua,
Tufunge tuombe. Nilikuwa naomba sababu unaomba. Kwenye kuomba kule Roho Mtakatifu akasema na mimi. Akasema fedha dhahabu ni za kwangu, ni za kwako. Soma kitabu cha Nyakati. Daudi anasema tumetoa, maana ni vitoka kwako na kwako vinarejea. Nini nasema? Nasema ile sadaka, ile fedha iligusa moyo sana. Niliumia. Mungu anataka hivyo. Sio unatoa sadaka wala ugusu hiyo uone chochote. Lazima usikie umetikiswa. Jua hiyo ndio Mungu anahitaji. Sadaka ambayo kutikisi moyo haifiki mbinguni. Inakuwa ni kama sadaka ya Abel, ya Kain. Sadaka inaungusa Mungu ni sadaka ya Abel. Kain alitoa sadaka, lakini Abel alitoa sadaka wale kondoo ambao kabisa ni moyo wake. Hawa ndio nampa Mungu. Miongoni mwa kweli ambazo tunazisoma kitabu cha Mathayo 27 kwenye kufanusha neno ambao kunaitia nuru, tunasema huyu mama alitoa marahamu ya samani. Mpaka hapo Mungu akuzungumzie? Mungu aseme na wewe? Mpaka Mungu aseme na wewe? Unaona utajiri wa ajabu. Biblia unapoisoma pale pale Roho Mtakatifu anapofunua, anakuvuvia. Unaporejea tumesoma habari ya ukamataji. Pale pale Mungu amesema ndivyo anafanya FBI na shirika la mausuri la Israel wanafanya CIA wa Amerika. Ndio. Hiyo ndio taaruma, na mambo ya usalama ni taaruma. Ndio. Kumbe mambo ya usalama ni taaruma imo katika Biblia. Ndio maana mapolisi wanatukamataga usiku wakiwa wengine wamelaza. Kwani wanakuja usiku? Wanakuja usiku, hawataki taharuki kwa majirani. Ndio mbinu za usalama. Unakamata mtu usiku wakati wengine wamelala, usilete taharuki. Imo kumbe katika Biblia. Roho Mtakatifu ndio. Kama sawa. Yesu akatambua kwamba hicho wanachokisema hawa hakitoka rohoni. Akamwambia msimtabishe huyu mama, maana ni kazi njema alionitendea mimi. Kwa maana siku hizi 3-4 zilikuwa siku nzito sana kwa Yesu, maana alikuwa anakiona kifo yuko mbele yake. Kwa maana maskini mnao siku zote, lakini mimi hamnami siku zote. Maskini mnao siku zote, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marahamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Wanafunzi waelewe, bwana anaongelea mambo ya kufa kuna nini? Kwa mwalimu anaiona mauti iko mbele yake. Amin nawaambia, popote ambapo injili itahubiriwa ulimwenguni kote, tendo hili alilotenda huyu mama litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Haya maneno umeyasikia sana, mababa wamekuwa wakihubiri miaka kwa miaka. Maskini mnao siku zote, na popote ambapo injili itakuwa inahubiriwa, huyu mama atatajwa. Huyu mama atatajwa, maana ameandaa maziko yangu. Nami naambia Yesu, nami narejea leo kumtaja huyu mama. Ni kwenye mimbari ya mama ya JRC. Huyu mama namtaja. Ninaposema neno haya, ninaomba nuru ya Yesu iguse maisha yako. Wakati huo mmoja wa wale senashana jina lake Yuda Iskarioti aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, ni nini mtakachonipa nami nimsaliti kwenu? Maana mnahangaika mtampataje? Yuda kaenda kwa wakuu wa makuhani, tanipa nini nami nimsaliti kwenu? Maandiko yanasema shetani alimpa Yuda wazo la kumsaliti Yesu.
Kuna ubia kati ya usaliti na roho za kuzimu, maandiko yanasema. Kuna ubia. Ndio maana nyufa zote za kiroho lazima uzizibe. Kama utakuwa na nyufa nyingi ndani yako, shetani atakutumia. Usikubali kuwa na ufa wowote. Usiwe mchoyo, uwe mkarimu. Hizo nyufa nyingi. Uwe mkali lakini ukali wako usivuke mpaka. Uwe na hasira lakini jua lisiche. Maisha yako asije uchungu mwingi. Usimpe shetani nafasi. Yuda aliendekeza tabia ya wizi wa sadaka. Shetani akaamua kumtumia katika eneo hilo, kumfanya jambo kubwa baya zaidi ya hilo. Roho ikamuingia Yuda ya kumsaliti Yesu. Haleluya. Weka mkono juu pamoja na wewe. Sema katika jina la Yesu, roho zote chafu za kuzimu, kaa wewe Frida, zisiingie familia yangu. Zisiingie familia yangu katika jina la Yesu. Amen. Akamwambia, sisi tuna dola hapa, takupa dola au shilingi ya Tanzania, vipande 30 vya fedha. Toka pale Yuda akaanza kutafuta nafasi namna ambavyo atamsaliti Yesu. Na Yesu anajua anakwenda kusalitiwa. Anajua kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu, kupitia hisia zake za moyoni, kwamba wingu zito limetanda lenye uvuli wa mauti. Ilikuwa ni siku ya Pasaka. Mwalimu, siku ya kwanza ya juma ya mikate isiyochachwa, wakamwendea Yesu akamwambia, wanataka tukuandalie wapi mahali pa Pasaka? Yesu akasema, nendeni mji fulani. Akamwambia, mwalimu asema majira yangu ni karibu kwako, nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wake wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaandaa Pasaka. Utii ni bora kuliko sadaka za kuteketezwa. Katende vile vile ambavyo Mungu anakuelekeza. Utii ni bora kuliko sadaka za kuteketezwa. Usiongeze neno wala usizidishe. Tenda vile vile yote ambayo Mungu anakuelekeza, tenda vile vile, nawe utastawi sana. Neno kubwa, wanafunzi wakatenda kama Yesu alivyoelekeza. Basi jioni ilifika, waliketi gorofani kwa ajili ya chakula cha Pasaka. Nao walipokuwa kila, alisema, mimi nawaambia mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wote wakaamaka, wakahuzunika moyo. Neno hili ni zito sana la usaliti. Mmoja akamuuliza, Bwana, ni mimi? Akasema, yeye anayekula chakula nami ndiye atakayenisaliti. Na ndio maana wakati wote Biblia inasihi, usikubali mtu yote awe karibu na wewe kama mjafahamiana tabia na mienendo, huruka na kalba na nia ya moyo. Usikubali kwa usalama wako. Yesu anasema, yule aliye pamoja na mimi ndiye atakayenisaliti. Sema amen. Na ndio maana ukiona mahala hata wezi wamekuja, wezi wamevunja nyumba, wezi, usifikiri walikuja siku ile. Anakuwa walipita pale kwanza, walipita mlango ndio huu, hapa ndio, na hapa ndio, hapa kuna ndio wanakuja. Kwa uwe makini sana na nani yuko na wewe. Hiyo Biblia inajirudia tena na tena. Nionyeshe rafiki zako, nitakwambia kesho yako. Very simple. Sopako au si nabii nitabiria kusekesha. Mimi si sumbuki hata kufunga na kuomba. Nakwambia nionyeshe rafiki zako 5 tu, wale wa moyoni. Aza mchungaji, rafiki yangu ndio huyu. Kwa mfano mke wangu, ninajua marafiki zake. Binti yake Salome anacheka. Najua naambia mama binti yangu, mama yako sasa hawa naongea nao nini hapa? Anavutiwa nini na watu kama hao? Ndio ukitakuja mzao pako nani wangalau unanizunguka, tunajua
Huyu ndio mzee wa upako, ndivyo alivyo. Ndege unaofanana utembea pamoja. Roho zile zinazungumzaga. Mimi kuna kakaangu mmoja sasa ni marehemu. Alifika hapa alikaa wiki moja tu, akajua vilabu vya pombe vyote. Na walevi wote wa Kibango kama marafiki zake. Zile roho zinajuanaga, wengine kwa Sumbawanga zinaongeaga, wengine kwa hata kama hawajao kukaa pamoja, wakutatu zile roho zinawae. Niambie tu, nionyeshe marafiki zako watano tu, nitakwambia tabia yako na kesho yako. Very simple like this. Sogeza watu ambao watakuwa msaada wewe kumuona Bwana Mungu wako katika jina la Yesu. Mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingelikuwa heri kwake mtu huyo kama asingelizaliwa. Ole wao wanaotusaliti tusio na hatia, heri wasingelizaliwa. Heri wasingelizaliwa. Yuda alikuwa na roho ngumu kama paka. Yeye naye kimbelembele chake akasema, mwalimu, huyo mtu ni mimi. Wakati anashinga elfu 30 mfukoni, anifanya aelewe huyo msaliti na mimi nimo. Mwalimu alikuwa na huzuni zake, alikuwa na moyo wake. Akamwambia, Bwana wewe umesema, mimi hainihusu. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akamwambia wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu unaovunjwa kwa ajili ya wengi. Akatoa kikombe, akabariki, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni, hiki ndio damu yangu inayomwagwa kwa ajili ya wengi. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano inayomwagwa kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi zao. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hawa ndio watu ambao Mungu aliwatumia kuzimisha makali ya upanga. Maandiko yanasema hawa ndio Mungu aliwatumia kuzimisha makali ya upanga, kufunga makano ya simba. Watu ambao wamekuwa kiwango hicho. Ni hitaji la Biblia, mkue mfikie cheo mwe kama Kristo. Sio hitaji la mzee wa upako, ni hitaji la Biblia. Ni hitaji la kiroho, mkue fikie cheo kuwa kama Kristo. Hawa ndio watu walikaa kwenye moto bila kuungua. Walipata neema ya sauti kunyamazisha wanapokuwa kwa Baba. Sauti zote. Na hii sio Biblia, hata wauliza hata waganga wa kienyeji, hata wanaofuga mapepo na majini, watakwambia huwezi kuongea na kuzimu kama huwezi kunyamazisha sauti za dunia, za huruka za kawaida hizi. Unapoamua kuzama kwenda kule kuzimu kule kwenye mashetani, lazima uwe na uwezo wa kumwona shetani peke yake na mamlaka yake. Hiyo sawa, wengine huo warudi. Ukizama sana kilo bila Biblia hurudi. Hujasikia watu wamekuwa machizi bado kwenye maombi kwa wachizi. Waliingia kwenye maombi Biblia hawana, wakawa machizi. Nimekuona. Sio mara moja, sio mara mbili. Watu wampatia uchizi milimani, baada ya maombi siku 40 akawa chizi. Hakurudi tena. Sasa wewe nani? Mimi ndio Yesu mwenyewe. Wewe Yesu? Mimi ndio Yesu. Fiki bila mimi. Alizama sana bila Biblia. Alizama akiongozwa na hofu. Alitaka au wa kiroho wengine wote aonekane wa kiroho yeye sana. Unajua kuna watu wanazama roho na ujinga mwingi. Huo harudi. Na rafiki mmoja Magava anakaa pale, ni mchungaji mpaka leo. Alikuwa muombaji Magava kwa kweli. Hewa Iringa, muombaji. Anashinda milima ya chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa. Baada ya miezi 4 anakwenda hata hapa sasa kwa nahubiri hapa shuleni tu hapa. Baadaye akatoka mlimani kama Magava, anakuja vae viatu. Magava, viatu vipi? Bwana ameniambia nisende vae viatu. Kama anakaa pale Sinza pa Manzese kwa leo ana kanisa lake hapa. Avae viatu. Wewe Magava, uvae viatu? Bwana aliniambia nisende vae viatu. Akaenda akanavaa kama Yesu na fimbo kina wewe viatu. Mwisho akaenda akasema, Mungu ameniambia nitakuwa rais wa Tanzania. Akaenda mpaka tume uchaguzi kuchukua fomu. Wakamwambia, Magava, tupe sera yako. Akasema, ni makosa sera yangu ya kwanza, kwa nini Nyerere mnamta baba? Baba ni mmoja tu, ni Mungu wa mbinguni, ndio sera yake. Kwa unapozama lazima wewe unamtafuta Mungu hali moyo wako umejaa Biblia.
tena una nia njema, So nataka niwe kiroho sana, nimzidi bonke, niwe kiroho sana ili watu wanione mimi wa kiroho naona mambo. Lazima nia yako iwe njema. Ndio maana kufunga na kuomba, maana unapofunga na kuomba usipige panda. Wala watu wasio kufunga na kuomba, ni mambo yako emoni. Na ruhusiwa kutangaza nimefunga, hii funga ya pamoja. Lakini funga binafsi, kibiria usitangaze nimefunga, niko nimepiga 3 kavu. Mwana kulipata. Unamsomea sema sima na kulipata. Wewe tangaza nimefunga 7 kavu. Funga moja kavu, utanikumbuka. Yesu sasa unapoomba jipake mafuta hata usoni, watu wasijue, ila Baba unayesilini. Tunatangaza maombi nimefunga siku 40 siku 20, haya pamoja. Ya mimi hatusemagi. Ndasema kwa uchache kuwajenga wengine wewe na maombi. Huko niko na azali. Nachosema unapoingia kwenye maombi nyoni kwa bandwa, zimisha sauti zote ukiingia nyuma mwa Baba. Sauti zote zizimike. Yesu aliongoza kuimba, akatoka nje kuelekea mlima Mzeituni. Baada ya kuimba na kusifu, akatoka nje Yesu kuelekea mlima wa Mzeituni. Sema amen. Tumesema Yesu alihuzunishwa sana na usaliti, lakini upweke pia. Yesu anasema, ndipo Yesu akamwambia, ninyi nyote mtachukizwa nami kwa ajili yangu. Usiku huu wote mtachukizwa kwa ajili yangu. Imeandikwa, ndampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Shetani akiamua kuwavuruga, anapiga uongozi. Yale kuleta hapa kibiashara, kifamilia, yatunze sana. Yale kufanya muone Mungu, yatunze sana. Yaatamie kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Yatunze sana. Ninyi wote leo mtachukizwa nami kwa ajili yangu usiku huu. Maandiko yatatimia, mpige mchungaji na kondoo watatawanyika. Ndio maana nimewekeza maisha yangu kwa Yesu. Yesu ni shujaa wangu. Yesu ni mfano wa maisha yangu. Tazama, katikati ya ziki kama hiyo, mwalimu anasema, pamoja na adha zote ambazo zinanikabili, siku ya 3